Yesu asifiwe. Baada ya mitume kujaa nguvu ya Roho Mtakatifu, wakapokea roho ile iliyowapa ujasiri wa kulinena neno la Mungu kwa nguvu na ujasiri. Biblia inasema sasa mitume wakabadilika. Hii ndiyo maana yake. Hii ndiyo maana yake. Si useme amen. Nasema hii ndiyo maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, maana neema nyingi ikawa juu yao wote. Neema ya Mungu nyingi ikawa juu yao wote. Mungu aachilie hii neema juu ya kanisa hili. Bwana asifiwe sana. Yaani wote tujae neema hii na nguvu hii nyingi, ili tutoe ushuhuda wenye nguvu wa kufa na kufufuka kwa Yesu kwa nguvu. Maana hatuna injili nyingine zaidi ya kufufuka kwa Yesu. Maana injili ya kufufuka kwa Yesu ndiyo inayobadilisha tabia za watu, ndiyo inayobadilisha mienendo ya watu, ndiyo inayobadilisha misimamo ya watu. Tukinena ushuhuda huu kwa nguvu, neema nyingi itashuka. Na neema ikishuka, ndugu yangu, watu wanapona bila hata kuomba. Watu wakiimba tu baraka zinashuka, watu wanafunguliwa, watu wanaona maono mapya, mafunuo, vipawa vinashuka. Lakini ni kwa sababu ya nguvu. Nguvu ndiyo inaweza kuzalisha vitu. Yesu asifiwe sana. Mimi niliwahi kusikia kuna mwanamke alikuwa mjamzito. Sasa wakati wa kujifungua akakosa nguvu za kusukuma mtoto akafa. Sijui na wewe uliwahi kusikia? Nguvu za muhimu katika maeneo yote. Za muhimu nguvu. Ukiwa mzembe unaua wakati wa kuzaa. Ulikule katoto unakamaliza kwa sababu huna nguvu. Ni shida. Wapendwa, hatuwezi tukazaa watoto wa kiroho hatuna nguvu za kiroho. Hatuwezi. Hata hapa nikiuliza kila mmoja kwamba watoto wako wa kiroho ni wangapi, mwingine anasema sina kabisa. Yaani ni udhaifu wa kukosa nguvu. Lakini tukiwa na nguvu za kiroho, watoto wetu wa kiroho watajipanga. Lakini kwa kutokuwa na nguvu, tunachinja tu wengi, chinja huko, kwa sababu hatuna nguvu za kuwazaa. Kwa hiyo tuna mchango wa kuwaua tu. Ni muhimu tuwe na nguvu za Mungu. Si useme amina yenye afya. Jamani. Yaani Mungu atusaidie. Yaani watu wanakufa dhambini wengi. Wanakufa wengi. Wasomi wanakufa, wasiosoma wanakufa, wafanyabiashara wanakufa, wafanyakazi wanakufa. Lakini we una neema ya Mungu. Yaani hata ukimtokea mmoja ukamwambia katika roho, yale maneno yako yanakamata moyo wake, yanamgeuza, yanambadilisha. Mwisho unapata mtoto wa kiroho kwa sababu ya nguvu ulizo nazo. Ni muhimu kuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Lakini unaombaje ili uwe na nguvu? Unaombaje Mungu ili uwe na nguvu? Unaombaje Mungu ili uwe na umiliki?
Unaombaje Mungu ili uwe na utawala? Unaombaje Mungu ili mambo makubwa makubwa ya Mungu yafanyike juu yako? Lazima kuomba kwa bidii. Lazima kuomba kwa bidii, kwa juhudi, ukitumia kanuni ya kimungu, ukitumia maelekezo ya kimungu. Ndio sababu mitume ililazimika wajae nguvu. Baada ya kujaa nguvu ndipo wakatoa ushuhuda. Biblia inasema kila aliye naye mwana anao huo ushuhuda. Sasa kama hauna nguvu za kimungu, si ushuhuda unakufa. Kwenye mkesha ndio tulijifunza kwamba tukakeshe ili tuyaimarishe yale yanayotaka kufa. Sasa kama mtu ukeshi yanakufa, unabaki upo tu. Lakini Mungu anahitaji tuwe hai. Mungu anahitaji tuwe hai kabisa kabisa, wa mama kwa wa baba. Mungu anahitaji tuwe hai. Unaona, ili tunapotoka kwenda mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, tuwe na ushuhuda wenye nguvu unaokamata mioyo ya watu, unaokamata maisha ya watu. Kwa sababu Mungu ametufanya kuwa wanafunzi wake, lakini lengo na makusudi anataka sisi tuwalete wengi. Sisi tuwalete wengi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama naeleweka. Amen. Jamani, naeleweka vizuri? Wangapi wanaelewa ninachokisema? Haya, siku ile Shadraka na Meshaki na Abednego wakati wanapindua ufalme wa Babeli, mfalme alisema ya kwamba kila mtu atakayesema vibaya Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, huyo afanyweje? Tunaiona hiyo. Halafu makao yake yakatiliwe mbali. Ni utisho ambao ulikuwa si wa kawaida. Kama vile Elia alivyowashinda wale manabii 450, wote wakakatwa, wote wakachomwa moto, kwa sababu walikuwa manabii wa uongo. Kwa hiyo tukithibitisha kweli tulio nayo na nguvu tulizo nazo, yani Mungu ataachilia mamlaka juu yetu, mamlaka inayokamata jiji la Mwanza. Bwana Yesu asifiwe. Najua tuko hapa tumeenea katika jiji la Mwanza. Sasa tukivuviwa wote tukajaa upako, kila mmoja nako kwenda nakuwa tishio. Ofisini unakuwa tishio, kwenye biashara unakuwa tishio, kwenye kazi yako unakuwa tishio, kwa sababu ya nguvu nyingi ulizo nazo. Maneno yako yanapindua jamii ambayo inakuzunguka kwa sababu ya nguvu ya Mungu ambayo Mungu ameiachilia ndani yako. Kazi yako itakuwa ya kipekee, biashara yako itakuwa ya kipekee. Yesu asifiwe sana. Mungu anasema anatutoa katika nchi ya mavumbi, anatuketisha pamoja na wakuu. Mungu anafanya. Yesu asifiwe. Majuzi nilipoenda hapo Kamanga huwa kuna washirika wangu. Kuna dada mmoja nilimwombea hana kazi, akapata kazi, ijapo hana neema ya kuja kanisani. Lakini kuna dada mwingine yeye anakuja kanisani. Halafu kuna mvulana mwingine anakuja kanisani. Halafu kuna mwingine tulikutana hapo tu, ni daktari, akapenda sana kunihudumia. Sasa siku hiyo nilipoenda sikukuta hata mmoja. Sasa nikasema leo itakuwaje? Maana huwa napata ofa, nikiwakuta hao wananitembeza tu mpaka napata huduma, na wahi kuhudumiwa na rudi. Sasa leo wote hawapo. Mpendwa, Mungu alinitengenezea njia. Bwana asifiwe. Nilipokuwa nakata kona hivi tu, nikamkuta mwalimu mkuu wa Mkorani.
Mwalimu mkuu wa Mkorana alivyo, baba Bwana asifiwe, amen, shikamo, marahaba, mbona uko hapa? Hapa hawaji wazima. Ukiona aliyekuja hapa ujua amekuja kuweka viraka. Kasema sasa baba, ngoja kwanza, nikaona kaingia. Alivyoingia kasema baba njoo. Nikaenda, nikapitishwa, nikaenda mpaka nikapata huduma zote. Hiyo nayo haikutosha. Kasema mzee, siwezi nikakuacha na njaa, twende hapo kale vizuri. Nikaenda nikara vizuri. Nilifika nyumbani, mama mchungaji namwambia nipe maji ninywe tu. Bwana Yesu asifiwe. Yani huyu Mungu naye msema huyu hafananishwi na kitu chochote. Kwa hiyo Mungu anatuandaa sasa tuwe kama kina Shadraka, kina Meshaki na Abednego, tuwe kama kina Elia. Hii ndio sababu tunajifunza mafundisho haya ili yatusaidie katika maisha yetu. Usitishwe na vya kuona, usitishwe na vya kusikia, usitishwe na kitu chochote. Na kuambia kuhesabiwa haki na Mungu, wewe ni mwenye haki ya kumiliki, haki ya kutawala. Unahitajika nguvu itawale maisha yako, nguvu itawale moyo wako, nguvu itawale njia yako, nguvu itawale matendo yako. Hiyo ndio inahitajika. Mungu atusaidie tuwe na maneno yenye mamlaka, tuwe na maneno yenye uweza. Tukifunga ifungike, tukifungua ifunguliwe kabisa. Mungu atusikie kabisa maombi yetu na shauku yetu. Maana kama walikuwa na tabia kama ya kwetu ya kibinadamu, wakaomba Mungu kwa bidii, wakafanikiwa na moto ukawaogopa. Mimi nilikuwa nashuhudia, siku moja nilikuwa na maombi ya siku 3. Kipindi kile tukiwa Ruguru. Hizo siku tulikuwa na wakati mgumu sana, kwa sababu masahani yalikuwa yameisha, masufuria yalikuwa yameisha, ndoo zilikuwa zimeisha, nguo zilikuwa zimeisha, magodoro yani ikabidi tuchane godoro ndio tuwe tunafunika watoto. Lakini mimi na mke wangu tulikuwa tunalala juu ya mbegu za pamba. Sasa chini, sio kitandani, chini. Wakati nina maombi ya siku 3, siri sinywi, na kuambia siafu zikaingia ndani. Siafu zilipoingia ndani, sasa mke wangu akazisikia, lakini mimi sio, wala haziningati. Nageuka tunasema si unajua ukiwa na maombi yani hutakiwi kusumbuliwa, na zenyewe zikajua, zikaacha kunisumbua. Bwana sifiwe sana. Jamani, Mungu tuliye naye ni Mungu wa kweli, yani Mungu wa kweli kabisa. Ukiujali mwili ukaulisha sana, adui akija anaushughulikia. Lakini ukiunyima mwili vitu vyake, ukawa katika roho, na kuambia mashambulizi yakija yanakuogopa kabisa. Mimi nimeona kabisa, nimeshuhudia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiki ninachokueleza na kueleza kitu halisi. Ukisikia kwamba haturogwi kweli. Tulisoma lile andiko kwamba hata mkinywesha kitu cha kufisha hakitawadhuru. Ukiwa na sura hii ninayoizungumza, yani madhara yote unayakomesha. Unakomesha. Hebu anza kujiandikisha leo. Jiandikishe leo kutokukosa ibada. Jiandikishe leo
kuomba kwa bidii. Jiandikishe leo, kwani unafikiri nani atakuja kukusimamia? Ni wewe na Roho Mtakatifu, kwamba kuanzia leo maombi yangu naomba kwa bidii. Yani zile hudumu na kwa nguvu, kwa bidii, ili umruhusu Roho Mtakatifu afanye vitu vya ziada katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui muda wetu unaruhusu kuendelea au tumefika mwisho. Amen. Kanisa, amen. Naona muda umeenda. Nilikuwa nayo mengi, muda hautoshi. Na wewe unaona muda hautoshi? Unaona muda hautoshi? Sasa nakuomba ufanye agano. Fanya agano na Mungu. Leo fanya agano na Mungu. Leo fanya agano na Mungu. Mwambie Mungu, ninafanya maamuzi. Cha kwanza, kuwa mwaminifu katika nyumba ya Mungu, yaani kuhudhuria ibada. Hilo ni agano la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Agano la pili, kutokuabudu sanamu. Kutokuabudu sanamu. Agano la tatu, kumwomba Mungu kwa bidii. Kumwomba Mungu kwa bidii. Hata kama huna mahitaji ya kumwomba Mungu kwa bidii, basi niombee mimi ndichaye kwa bidii. Sawa? Niombee mimi kwa bidii. Niombee mimi kwa bidii, utapata thawabu. Utapata thawabu. Tusimame. Jumatano naomba jiandae. Jiandae ibada ya Jumatano. Yaani hapa nimefundisha mambo manne. Ni manne yaliyowasaidia hawa waheshimiwa waliotutangulia, lakini yako karibia 10 na sijayafundisha.